Yes, mambo vipi? Asante na karibu sana katika segmenti ya kiburudani kutokea hapa ndani ya Mapro TV. Kwa hiyo mwanafamilia ambaye bado haujaungana nasi, ni kuombe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile taarifa muhimu mbalimbali ambazo tunakuwa tukikuwekea hapa kila siku, kila saa na kila wakati. You already know your boy King Sound is here back again to the show. Sasa katika segment hii bwana, tunaangazia masuala mazima ya burudani katika upande wa kombe la dunia. Inafahamika kwamba siku ya tarehe 11 na mwezi huu mwaka wa 2026 rasmi kombe la dunia linakwenda kuanza kwa nchi tatu ambazo zinahozi mashindano hayo. Sasa bwana, kubwa ni kuhusiana na taarifa ya Vanny Boy Rayvanny, msanii kutoka Bongo Land nchini Tanzania, kutumbuiza katika concert hiyo ya sherehe kwa ajili ya kombe la dunia. Sasa Rayvanny kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kutanabaisha kwamba wakati wa Mungu na wakati sahihi sana, na anakwenda kutumbuiza katika concert hiyo ambayo ni concert kwa ajili ya wasanii wachache sana duniani ambao wamepata bahati ya kwenda kutumbuiza katika concert hiyo. Sasa baada ya taarifa ile, ilinibidi niingie katika official page ya FIFA World Cup kuangalia wasanii gani ambao wameandaliwa kwa ajili ya performance. Ni kweli Vanny Boy yupo, na kama yupo itakuwa ni huge stage ambayo ameipiga msanii huyo kuelekea katika upande wa kimataifa zaidi. So baada ya kuingia kule, kile nikitafuta nikawa sijaona Vanny Boy kuwa mentioned katika wasanii ambao wanakwenda kutumbuiza, lakini nilichogundua ni kwamba Vanny Boy atapata nafasi ya kutumbuiza sio officially kwa ile invitation kutoka upande wa FIFA World Cup, bali ni invitation kutoka kwa Nora Fateh ambaye amefanya naye collaboration ya Tetema Remix mara mbili. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya ngoma ambayo anakwenda kuiperform Nora Fateh ni Tetema. So ameona ampesha Vanny Boy Rayvanny kwenda kutumbuiza pia pamoja naye katika stage kubwa ya World Cup ili kumtengenezea heshima na legacy katika career yake ya music. Sasa hata ukifuatilia katika ile list ya wasanii ambao wanakwenda kutumbuiza katika miji mitatu ya nchi ya Marekani pamoja na Mexico, utagundua kwamba hakuna jina la Rayvanny, lakini ukiangalia Toronto ambako mention Rayvanny kwamba ataenda kutumbuiza, utaona wasanii ambao wanakwenda kutumbuiza. Kuna kundi la Major Lazer, nafikiri unalifahamu, lakini pia Davido atatumbuiza hapo, na Avamax pamoja na Bia hao kwa upande wa Los Angeles. Lakini ukienda kule upande wa Toronto utaona pia kuna msanii Nora Fateh ambaye atatumbuiza upande wa Toronto. Kwa hiyo kwa sababu Nora Fateh alifanya collaboration na Vanny Boy Rayvanny, basi nafikiri collabo ile ndio watakwenda kutumbuiza nayo. Kwa hiyo amempa shavu Rayvanny kwa ajili ya kutumbuiza kwa upande wa Toronto ili naye apate kutengeneza legacy katika namna moja ama nyingine ya kidunia. So kile ambacho amekionyesha Rayvanny, nafikiri pengine lengo lake kuonesha ukubwa aliokuwa nao, ama pengine ku appreciate kile ambacho amekipata, lakini uhalisia si kwamba yeye amekuwa invited na ile kamati ya mashindano ya kombe la dunia, bali amekuwa invited na msanii ambaye amefanya naye collab, ambao yeye sasa ndiye amepewa invitation ya kwenda kutumbuiza. So ameamua kumchukua Vanny Boy kwa ajili ya kwenda kufanya backup ya ile collaboration ambayo ameifanya na kumtengenezea legacy. So ni hayo tu ambayo yamejiri katika upande mzima wa entertainment. Nikusii kubonyeza neno subscribe kwa